Uko tayari kwa sababu ya neno la Mungu? Ningetaka tuingie katika neno hilo katika kitabu cha 2 Samuel, Samueli wa pili, mlango ni 7. Huyu ni Daudi. Nasema basi sasa, Bwana Mungu, neno lile ulilonena katika habari ya watumwa wako na katika habari za nyumba yangu ulifanye imara milele, ukatende kama ulivyosema. Next verse. Na jina lako litukuzwe milele, usema Bwana wa majeshi ndiye Mungu juu ya Israeli, na nyumba ya mtumwa wako Daudi itakuwa imara mbele zako. Mstari wa 27. Kwa kuwa wewe Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, umenifunulia mimi mtumwa wako, ukisema nitakujengea nyumba. Kwa hiyo mimi mtumwa wako nimeona vema moyoni mwangu nikuombe dua hii. Mstari wa 28. Na sasa Bwana Mungu, wewe ndiye Mungu na maneno yako ndio kweli, nawe umemwahidia mtumwa wako jambo hili jema. Mambo ya ajabu. Mungu amekuwa akitufunulia kama Daudi anavyosema, ulinifunulia. Naye Mungu amekuwa akitufunulia pia ya kwamba tumebarikiwa na baraka zote ndani ya Kristo Yesu. We have been blessed with those blessings in Christ Jesus. Na kwa sababu tumebarikiwa na baraka zote, Mungu anataka siku ya leo tushike jambo ambalo litasaidia kutoka hapa. Kwa sababu wapendwa, ni hatari sana kama Mungu ametubariki na baraka zote za Deuteronomy 28, zote ni zetu. Baraka za kuinuliwa, baraka za kufanikishwa kifedha, baraka za afya, baraka za ulinzi, baraka za kuwa mtu wa kukopesha si kukopa, baraka ya kuwa kichwa lakini si mkia. Baraka hizo zote tumebarikiwa, alafu tuishi bila baraka hizo. Na hivi ndivyo ilivyo katika kanisa la Kristo. Ingawa tumebarikiwa na baraka hizo zote hata katika Efeso 1:3, lakini swali kubwa ni kwa nini kanisa la Kristo kama imebarikiwa hivyo, kama tumebarikiwa hivi, kwa nini hazionekani hizi baraka? Kwa nini hazionekani katika kazi zetu, katika jamii zetu? Mbona baraka hizi hazionekani katika mili yetu na jamii zetu? Hiyo ndio swali kubwa inatakiwa kwa kila mmoja ajiulize. Mungu ametuahidi baraka kubwa katika kanisa hili. Actually he has commanded kanisa liendelee kuongezeka na kuzidi. Na amesema watu wangu, kundi langu hawatakuwa watu wachache. Ndivyo Biblia inasema. God has already commanded. Mungu amesema kwamba atabariki kazi zote za mikono yetu. Lakini somebody who is critical should ask why these things are not happening. Angalia, ameahidi Daudi baraka ya kufanya jamii yake iwe nyumba yake iwe nyumba ya ufalme. Hata kama yataondoka, nyumba hiyo isikose mfalme. Na tuliona iliendelea mpaka saa hii. Mfalme ambaye anaitwa Yesu anaitwa mwana wa Daudi, kwa sababu alisema nyumba ya Daudi itakuwa ni nyumba ya ufalme. Now, leo tunaonyeshwa why, kwa nini ahadi na baraka zile ambazo Daudi alikuwa ameahidiwa zilitimia. Tutoke kutoka mkia tuingie katika kichwa. Mahali popote huko uweze kuangaa, sisi tuweze kuangaa, kwa sababu Mungu yasema ati Mungu ni kumfunulia, alimfunulia, ati alinifunulia. Wapi mstari? Kurudi nyuma. Nasema ni mstari wa 27. Nasema ni mstari wa 27. Angalia, kwa kuwa wewe Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ulinifunulia mimi mtumwa wako, ukisema nitakuja. Sasa angalia, ni kufunuliwa, alifunuliwa kwa neno la Mungu. Mungu anatufunulia yale yaliyo yetu kupitia neno lake. Sasa sisi tumeshafunuliwa pia ya kwamba baraka zote ni zetu, wapendwa.
mahali uko si kwa sababu Mungu aliamua, ni wewe umefanya uwe mahali hapo. Ukiwa down, si Mungu amefanya uwe down, wewe mwenyewe ndio umefanya nini? Kwa sababu kuna hatua umechukua utoke mahali ambapo uko. Maisha yako ibadilike, kwa sababu maisha yetu it is ordained by it is orchestrated by this one. Sasa nini ambayo nataka kuongea siku ya leo na tunaiona hapa? Sikia, kwa kuwa wewe Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ulimfunia nini mtumwa wako ukisema nitakujengea. Kwa hiyo mimi mtumwa wako nimeona vema moyoni mwangu nikuombe dua hii, baraka hii, inada kuomba baraka hii, kuombea baraka hii. Kile kitafanya baraka za Mungu zianze kuonekana katika maisha yetu. Tumeingia katika sehemu ya pili ya mwaka wa 2026 na hii ni yote tulipewa na Mungu mwanzo wa mwaka. Manifestation, fulfillment, utimizo na udhihirisho. Lakini ni rahisi sana tumalize mwaka huu hakuna kitu kimedhihirishwa, hakuna ahadi ya Mungu au baraka ya Mungu yeyote ambayo imetimia katika maisha. Tukicheza mchezo, tukiendelea kucheza mchezo sehemu hii ya pili, mwaka utakwisha, hatujaona fulfillment, hatujaona manifestation, kwa sababu sasa ile hatua Daudi alichukua na wengine watu wa Mungu walioahidiwa na wakabarikiwa na Mungu walichukua hatua hiyo, walifanya na baraka na ahadi za Mungu zikaanza kutimia. Na sisi maombi ya utimizo na udhihirisho, fulfillment and manifestation prayers. Hiyo ndio sisi maombi ya fulfillment ya utimizo na manifestation. Daudi ameshasikia neno. Mungu amemwambia nitakubariki, nyumba yako nimeibariki, itakuwa nyumba ya ufalme. Mungu ameshaanza. Lakini Daudi hakwenda kulala, hakwenda kukaa aseme basi ni Mungu amesema ngoja tungoje Mungu. Hapana, hakufanya hivyo kama vile kanisa tunafanya. Mungu ameongea mambo makubwa hii kama sasa Mungu ameendelea kuongea na sisi. Lakini Daudi hakwenda kulala. Daudi amejua hii baraka zimetangazwa. They are prophetic. Hii baraka zimetangazwa. Aliingia katika kufanya maombi haya. Maombi ya utimizo. Si Mungu afanye ambariki, hapana, anaomba fulfillment, anaomba jambo hilo litimie. Lidhihirishwe, litimishwe. Because God, Mungu akisema kitu ameshaifanya. Amen. But anaifanya in Christ and in the Spirit. Mungu anafanya mambo katika Kristo na katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo katika nje haijaonekana. Ndio tunasema ni manifestation. Sasa itoke ndani, itoke katika roho, itoke ndani ya Kristo, yaanze kuonekana.